Sasa nitamalizia, kuna maneno huwa mara kwa mara mimi huwa ninayataja kama ushahidi wa kuonyesha kwamba huu msimamo sisi tulionao wa kuzipinga hizi bid'a katika dini ni msimamo wa haki na unaungwa mkono na wanawazuoni wa Kiislamu. Si jambo la kubambanya la kuungaunga kwamba hiki ni kikundi kimekuja cha watu wahuni hivi, kazi yao fujo, basi fujo tu kila siku, maulidi. Kuna watu wanafikiri kwamba hili jambo limetengenezwa, wajua Marekani wanatengeneza ikhtilafu, alafu Mayahudi tukotengeneza kadha, kwa hiyo wanatia Waislamu katika la. Ikhtilafu zitakuwepo maadamu watu wataacha sunna na watazusha bid'a, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na si kwa fikra zako chafu. Wewe una fikra chafu. Mizozo inajitokeza katika umma kwa sababu ya kuacha sunna za Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mizozo inakuja katika umma kwa sababu ya kufanya mambo ya kizushi. Mambo haya waliyofanya Mayahudi na Manasara ndio mwenendo wao. Warahbaniyatan ibtada'uha, walikuwa wazushi, wamezusha mpaka utawa bwana. Ikawa kuna watu wamewazushia uongo kwamba nyinyi hamtakiwi kuoa. Mpaka leo kuna baadhi ya makanisa mapadri hawaoi. Ule ni uzushi wameuzusha. Hakuna tabatuli katika Uislamu. Kwa hiyo hiki si kikundi cha kiuni, ni maneno yamekuja kutoka kwa wanawazuoni, bali kwenye kitabu na as-sunna. Tubaki ndani ya mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yale ambayo hatukufunzwa katika dini yetu, hata kama tunayapenda na tumeyazoea tangu zamani, tuyaache. Hakuna zamani kuishinda zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika huu Uislamu, na hayakuweko. Sasa zamani hiyo ipi? Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn al-Walid ibn Khalaf al-Turtushi rahimahullah ta'ala, huyu ni mwana wa chuoni ambaye amefariki mwaka 520 hijiria, miaka takriban 900 iliyopita huko nyuma. Huyu ni mwana wa chuoni katika madhhabi ya Malik. Wanawachuoni wakubwa wamemnukuu huyu, akiwemo al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake, wakati akitafsiri aya katika suratu Taha. Aliulizwa huyu mwana wa chuoni, je, Imam al-Qadhi, maana alikuwa ni qadhi pia, kama kuna watu wamekusanyika mahali, akasoma mwenye kusoma sehemu katika Qur'an na mwimbaji akaimba akatumbuiza pale na kigoma kikapigwa, kisha watu wakacheza, watu wamekusanyika wamesoma Qur'an, kisha anshada munshidun, kisha mwimbaji akaimba akazileta nyimbo nzuri kwa sauti nzuri kabisa, kigoma kikapigwa pale, ikapigwa al-qadhib tahta al-adim, kigongo kile cha mwanzi kikapigwa katika ngozi, ngoma ikalia, kisha watu wakaanza kutifuka kucheza. Halil hudhuru ma'ahum halalun am la? Je, kuhudhuria pamoja na watu hao ni jambo la halali au ni haramu? Al-Imam al-Qurtubi kwenye tafsiri yake Jami'u Ahkam al-Qur'an, rejea utakuta mambo haya, na wengineo wengi katika wanawachuoni. Msikilize anavyojibu. Galijua tu kwamba watu hawa wanaofanya haya ni watu wa aina fulani. Katika huu Uislamu kuna kikundi cha watu ndicho chenye tabia ya kufanya mambo haya. Moja kwa moja imamu akaruka na fatwa akasema, madhhabu sufiyati batalatun wa jahalatun wa dhalala. Haya ni madhhabi ya usufi. Madhhabi ya usufi ni jambo la batala, ima batala kwa maana ya uvivu na ubatili na ni ujinga, na madhhabi ya sufia ni upotevu. Wama al-islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alayhi wasallam. Uislamu haukuwa isipokuwa ni kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Amemaliza mstari wa kwanza. Kipengele cha pili anasema, wa amma ar-raqs wat-tawajud fa awwalu man ahdathahu ashabu as-Samiri. Ama masala ya kucheza ngoma, sikiliza kwa makini. Kuna watu wapita na mwengo na vitu gani wacheza,
na wengine wakapandisha midadi mpaka wakaanguka chini wakazimia au wakajifanya wamezimia. Mtu wa mwanzo aliyelizusha jambo hili ni mtu mmoja katika Mayahudi, alikuwa ni mfuasi wa Kiwasami. Lamma ittakhadha lahum ijlan jasadan lahu khuwar, wakati alipowatengenezea wana wa Israeli ndama mwenye kiwiliwili chenye muungurumu, alia kama ng'ombe, alia kama ndama, aliwatengenezea kupitia mapambo yao kama ilivyoelezwa kwenye Qur'an. Qamu yarkusuna hawalaihi, wakasimama wakawa wanacheza kando kando yake. Wayatawajadun, na huku wengine wakianguka wakipandisha midadi. Fahuwa dinul kuffari wa ubadil ijl, mambo haya kucheza cheza hayo asili yake ni dini ya makafiri na watu wenye kuabudu ndama. Waliaadhu billah, ni dini ya makafiri na wenye kuabudu ndama, ndio asili ya jambo hili lilipotoka, halitoki kwenye Uislamu. Wa amma alqadhib, na ama masala ya kupiga ngoma, mtu akachukua mwanzi, kigongo cha mwanzi akapiga katika ngozi. Fa awwalu man ittakhadhahu zanadiqa, ataje kila kitu na historia yake. Hili swala la kucheza limetoka kwa Hawa, na suala la kupiga ngoma kwa mtindo huo, watu wa mwanzo aliyelizusha jambo hili ni zanadika, wazandik. Wazandik ni wale watu walioingia kwenye Uislamu ili wauchimbe Uislamu na kuharibu Uislamu kwa ndani. Yani jitu mathalan Yahudi au jimajusi limejifanya limeslimu, limeingia kwa ndani na uchimba chimba Uislamu. Hawa ndio watu wa mwanzo waliozusha mambo ya ngoma hawa, liyushghilu bihi almuslimina an kitabillahi ta'ala. Wamekuja na jambo hili ili wawashughulishe kwa jambo hilo Waislamu na kitabu cha Allah aliyakuwa ametukuka. Na ndio maana wewe tafuta sana fananisha madarisi za masalafi ahli sunnah wal jamaa na madarisi za watu wa bid'ah, kumkuta kwamba huyu mtoto kasoma madrasa hii kahifadhi Qur'an kwa sababu kasoma kwa maalim fulani, ni jambo la nadra, amrun nadir kalkibrit alahmar. Yani wewe utakuta watu wengi wamesoma madarisi hapa, wamepita kwenye madarisi hizo. Qur'ani ni kitu kimekuwa nasiya mansiya. Wengine wanakuja baadhi ya miji wamekuja kuamshwa na ahli sunna wal jamaa, jamani kwamba Qur'ani ihifadhiwa. Njoo katika marakizi zetu sasa. Wataka mahufadhi wangapi wewe wa kuhifadhia Qur'an? Watahifadhi saa ngapi? Na pale watu kazi yao kuimba na kucheza. Midundo yote waijua namna ya kuchezwa leo watu wasoma wanawacheza ngoma, utasema ni kikundi cha toka Kaole, namna wanavyocheza kwa ustadi wa hali ya juu. Wasanii kwa ufupi ni wasanii. Sasa wasanii na mambo ya Qur'ani wapi kwa wapi? Mazanadika wameingia ili wawashughulishe watu wakiacha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inma kana majlisu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma ashabihi ka'annama ala ru'usihim at-tayr min al-waqar. Majlisi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilipokuwa kana kwamba katika vichwa vyao kuna ndege kwa sababu ya utulivu walionao. Ushauri na nasaha anazotoa al-Imam anaendelea, fayambaghi lis-sultani wa nuwabihi, kunatakikana kwa mtawala, kama utawala ni wa Kiislamu na dola ya Kiislamu, basi inatakiwa kwa mtawala na manaibu wake, kama ni rais mathalan na wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, ayamna'ahum min al-hudhuri fi al-masajidi wa ghayriha, wawazuie watu hawa wasiingie misikitini na sehemu nyingine zozote sio kwa misikiti, sehemu za wazi marufuku, mamnuu. Kwa kibali cha nini? Tukapiga mdundo, marufuku. Wawazuie, hawasikii wamefanya, peleka fidiposi kule, piga wale. Sultan anatakiwa afanye hivyo na manaibu wake, wawazuie watu hawa. Wala yahillu, sikiliza, wala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir, na si halali kwa mtu yoyote anayemwamini Allah na siku ya mwisho, ayahdhura ma'ahum wala yu'inahum ala batilihim, na si halali kwa mtu yoyote anayemwamini Allah na ambaye anayamini kwamba iko siku ya mwisho, siku ya kiyama, kuhudhuria pamoja nao, ukasimama pembeni pembeni au kaingia katikati ya hadhara. Si halali kwa wewe, wala kuwasaidia katika jambo lao pia si halali. Rejeni kwa tafsiri ya Imam al-Qurtubi, anasema wa hadha madhhabu Malik wa Abi Hanifata wa Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa ghayrihim. Haya ndio madhhabu ya Abu Hanifa, ndio madhhabu ya Malik, na ndio madhhabu ya Shafi'i, na ndio madhhabu ya Ahmad ibn Hanbal na wasiokuwa hao min a'immatil muslimin,
miongoni mwa maimamu wa Waislamu, wabillahi tawfiq. Akasema wabillahi tawfiq. Sasa ikiwa haya ndo madhhabu ya Abu Hanifa, wewe ufuata madhhabu gani? Mimi sunni. Madhhabu gani? Abu Hanifa Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali. Sasa hawa wote ndo madhehebu yao kwamba haifai. Kwa si masala ya vikundi vya uuni tu kuja kuwakataza watu kufanya mambo. Mwanachuoni mmoja wa Kishafiia akiitwa Ibn Hajar al-Makki al-Haytami katika kitabu chake, baada ya kuinukuu fatwa hii akasema hivi: fataamaluhu, wewe izingatie hii fatwa, wahfadhhu, na ihifadhi. Izingatie alafu uihifadhi. Kama umesikia kama hapa na audio isikilize mpaka uhifadhi. Fa innahu alhaq, kwa sababu hiyo ndio haki. Wa ghayruhu batil, na sio kwa hivyo ni batil. Hii ndio haki na kinyume chake ni batil. Sasa wataka nini tena baada ya maneno kama haya? Wewe rejea katika tafsiri ya Imam al-Qurtubi juzuu ya 11 ukurasa wa 212 mpaka 213 katika sura Taha kwenye aya ya 91 mpaka 93, na Kafur Raai ya Imam Ibn Hajar al-Haytami katika ukurasa wa 76. Kwa hiyo haya ndio ambayo sisi tumesimamia. Kwa nini? Kwa sababu katika dini hairuhusiwi watu kuzusha mambo ambayo hakuyafunza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuleta mambo ya kuzusha kama walivyozushiwa manasara na kina Paulo. Ndio maana nikasema huu ni Paulo katika hutuba iliyopita. Maana yangu ni hiyo, haifai kuleta mambo kama haya. Ikawa kule watu wakienda makanisani sikwenda wapi, kazi yao kuimba tu, kuimba. Ndio Mungu anaabudiwa hivyo? Na nyinyi mfanya hivyo mwaiga wale. Kuna gospel katika Uislamu? Hakuna mambo hayo. Kwa muogopeni Mola wenu, na jambo hili tutaendelea kulikataza muda wa kuwa roho zetu ziko ndani ya viwiliwili vyetu, insha Allah. Kwa hiyo walioelewa wataelewa, wasioelewa mwaka huu watakuja kuelewa mwakani, lakini jambo hili litaendelea na watu wake wataendelea, kwa sababu sheitani yuko bado anawahimiza watu wake na kuwapa kila namna na kila mbinu. Halitakufa. Ukasema kwamba mwaka huu maulidi basi ndio imezidi huku na kule. Ni sheitani ndivyo anavyofanya mambo yake. Lakini tutaendelea kukataza. Alqulubu salima, na nyoyo zilikuwa zimesalimika, zilikuwa katika fitra, zitaelewa kitu gani ambacho kinazungumzwa na haki iko wapi.